kuna ajali ya ndege aina ya Safari Link imeweza kutokea katika uwanja wa Wilson Airport Nairobi. Miongoni mwa wale watu 39 ambao walikuwa kwenye hii ndege ambao wamenusurika ajali ni seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osotsi. Seneta huyo alikuwa miongoni mwa abiria 39 waliopanda ndege kutoka Kisumu wakielekea Nairobi. Na ndege hiyo ilikuwa imewasili Nairobi na ilikuwa inatua mwendo wa saa 2 ikielekea saa 3 usiku. Lakini ilipokuwa kwenye ile barabara ya kukimbia ikateleza nusura iweze kuwaka moto. Sasa seneta huyo Godfrey Osotsi ambaye vilevile ni deputy party leader wa chama cha ODM, aliye vilevile kwenye mrengo wa Linda Mwananchi unaoongozwa naye Edwin Sifuna, Caleb Hamisi, James Orengo, Babu Owino, Godfrey Osotsi yeye mwenyewe, Anthony Kibagendi na wengine, ameweza kuvunja mbarika baada ya kunusurika ajali hiyo, na akaeleza kilichosababisha mpaka ndege hii ikapata ajali, licha ya kwamba ilikuwa imetoka Kisumu vizuri ikafika Nairobi vizuri, na ilipokuwa inatua ndipo iliweza kupata ajali hiyo. Sasa naomba nikusomee kwa lugha ya Kiswahili jinsi ambavyo nimetafsiri, japo ameweza kuandika kwa lugha ya Kimombo jinsi ambavyo unaona hapa. Bwana Godfrey Osotsi yeye mwenyewe akaweza kunena kwamba ninashukuru Mungu ninashukuru Mungu kwa kuwa hai baada ya ajali ya ndege katika uwanja wa ndege wa Wilson. Anamshukuru Mwenyezi Mungu. Hata wewe ukiwa kwenye hiyo situation unaweza ukashukuru Mungu. Akaendelea kwamba ninamshukuru Mungu kwa ulinzi wake baada ya kutuokoa salama kufuatia ajali ya ndege katika uwanja wa Wilson jioni ya leo Ijumaa tarehe 20 Machi. Nilikuwa miongoni mwa abiria 39 waliokuwa ndani ya ndege ya Safari Link pamoja na wahudumu 3 na rubani wakati ndege hiyo ilipata ajali ya kutua kwa dharura. Unaona, anaeleza kwamba kilichosababisha mpaka ajali hii ikapata, yani mpaka ndege hii ikapata ajali, anatuhakikishia kwamba ilikuwa ni wakati wa kutua ndege hii ndio iliweza kupata ajali. Kwa hivyo anatuelezea kwamba alikuwa ametoka Kisumu vizuri na akafika Nairobi vizuri, lakini ilipokuwa inatua ndipo ilipata ajali hiyo. Sasa akaeleza kwamba ninampongeza ama ninampa pongezi rubani kwa ustadi wake wa hali ya juu na utulivu wa akili katika kudhibiti ndege na kuielekeza nje ya njia ya kurukia na kutua, hatua iliyosababisha isimame, jambo lililozuia uwezekano wa kutokea kwa moto
mkubwa ambao ungeweza kuwa janga kubwa kama ndege ingeendelea kwenye njia hiyo. Unaona, huyu seneta anatueleza kwamba isingalikuwa rubani mwenye alikuwa tulivu. Najua ingekuwa watu kama sisi wenye tunashtuka haraka, hatujui ni kitu gani ambacho kingetendeka. Sasa yeye anaeleza kwamba huyu rubani alihakikisha kwamba japo ilikuwa imeteleza, akailinda, akaidhibiti, akaiweka kwenye laini mpaka ikasimama, kwa sababu ilikuwa imepotea njia. Nitakueleza ni kwa nini ilikuwa imepotea njia. Ilikuwa imepotea njia kipindi cha kutua, lakini akahakikisha kwamba ameidhibiti. Kama ingeendelea kupotea njia, mpenzi mtazamaji, ingefanya nini? Ingelipuka, kwa sababu mnaelewa kipindi ambapo ndege imeanguka bila ya yale magurudumu, unapata kwamba ikiendelea kusonga ama ikiendelea kukwaruza chini, moto, cheche za moto zinaweza zikalipuka. Sasa anaeleza hivi, hata hivyo inasikitisha sana kwamba licha ya juhudi za rubani kuokoa maisha, hakukuwa na juhudi za haraka za uokoaji kutoka kwa usimamizi wa uwanja wa ndege. Hakukuwa na ambulensi eneo hilo, na hakuna timu ya dharura iliyokuja kutusaidia. Hali hii ya kutokuwa tayari haikubaliki kwa uwanja wa ndege wenye umuhimu mkubwa kama huu. Na mimi nauliza swali, kwa sababu huyu seneta ameweza kueleza mambo mazuri. Anaeleza vizuri hivi: licha ya rubani kudhibiti hii ndege, licha ya rubani kupigana vita kuokoa maisha ya wale abiria 39 waliokuwa wameabiri lile ndege na wahudumu watatu na rubani, hapakukuwepo na timu ya emergency katika uwanja wa Wilson kuwaokoa au kuwasaidia. Sasa swali ambalo nauliza ni hivi, kwa sababu umesikia mama fulani akieleza hapo, ndio yeye inalipuka. Sasa swali langu ambalo nauliza ni hili: ni kumaanisha katika uwanja mkubwa kama wa Wilson Airport hauna hata ambulensi, hauna hata timu ya emergency, hata timu ya rescue team? Je, ikitokea moto umeweza kulipuka katika uwanja huo wa Wilson, watatoa wapi timu ya kwenda kuokoa na kuzima moto? Kwa sababu hata rais, hata viongozi kipindi ambapo maybe wanatoka Kisumu wanaenda Nairobi, including the cabinet secretaries, si tu kwamba wao ni special, wakitoka Kisumu kuelekea Nairobi wanapitia Wilson Airport. Sasa airport gani ambayo haina emergency team? Hii serikali imeweza kuzembea. Airport gani hii ambayo haina hata ambulance? Hii serikali imeweza kuzembea kabisa. Unasikia, hali hii ya kutokuwa tayari haikubaliki kabisa. Isingalikuwa rubani, mambo mabaya yangetokea. Akamalizia haya mbili za mwisho akieleza hivi, naomba niweze kuzisoma alafu tuzichambue. Akasema kwamba tukio hili linakuja siku chache tu baada ya mimi mwenyewe kuomba taarifa katika Seneti ya Jamhuri ya Kenya kuhusu wasiwasi wa usalama na miundombinu inayozorota katika uwanja huu wa Wilson Airport. Matukio ya leo yamezidisha tu wasiwasi huo. Njia ya kurukia na kutua ilikuwa imejaa maji, runway, na mfumo wa taa haukuwa ukifanya kazi ipasavyo. Yaani mataa katika uwanja wa Wilson Airport hayafanyi kazi. Sio mimi nimesema, ni huyu Senator Osotsi ameeleza.
Akaendelea kusema kwamba ni jambo linalojulikana kwamba kutokana na hali hizi duni, safari za ndege mara nyingi huelekezwa katika uwanja wa JKIA jioni, jambo linaloibua maswali makubwa. Kwa nini safari hii haikuelekezwa huko? Kutokana na uzoefu huu, narudia kwa masisitizo wito wangu wa kutochukuliwa hatua za haraka. Uwanja wa ndege wa Wilson Airport unapaswa kufungwa na kufanyiwa marekebisho ama maboresho ya kina ili kufikia viwango vya kimataifa vya usalama kabla ya kuruhusiwa kwanza tena shughuli zake kikamilifu. Usalama wa Wakenya na abiria wote wa anga haupaswi kamwe kuwekwa hatarini. Kulingana na huyu seneta, jinsi ambavyo nimeweza kukusomea kauli yake ambayo ameweza kuitoa, mpenzi mtazamaji, utaweza ukagundua kwamba kilichosababisha ndege hii ikapata ajali katika uwanja huo wa Wilson Airport, namba moja, barabara ilikuwa telezi. Yeye mwenye, yani ile runway mnaielewa, anasema kwamba ilikuwa telezi. Namba mbili, maji yamekwama, mvua imenyesha, maji yamekwama chini, hawajaweza kuunda ground pale yale maji yanapitia. Angalau unakuta kwamba ile barabara ya ndege ya kurukia na kutua ipo sawa. Namba tatu, huyu seneta akatuambia kwamba uwanja mkubwa kama huu hauna taa, kumaanisha kwamba hata huyu rubani alikuwa na struggle kudhibiti ile ndege kutumia yale mataa tu ya ndege, kipindi ambapo uwanja mkubwa kama huu unapaswa kukuwa na nini? Na mataa. Lakini kuna kitu kingine ambayo huyu seneta ameweza kukitoa cha muhimu. Anatuambia hivi: mara nyingi unapata kwamba ndege ambazo zinatoka Kisumu ikifika jioni zinaelekezwa katika uwanja wa JKIA na wala sio Wilson, kutokana na hizi mbinu mbovu, miundo mbinu mbovu. Lakini tena nauliza hivi, kama pamekuwepo na mazoea ya kuelekeza hizi ndege masaa ya jioni kuelekea JKIA, ni kwa nini wakati huu hawakuelekeza ndege hiyo wakaiacha ikatua katika uwanja wa Wilson ikapata ajali? Swali langu hata mimi. Sasa anapendekeza kwamba uwanja ule uweze kufungwa ili ufanyiwe ukarabati wa kimataifa. Wazo lako ni lipi? Mimi sitaki nikule mengi kwa sababu nimewaelezea, na kuomba uchukue kadi au uweza kujisajili kama mpiga kura, tufanye maamuzi mwaka ujao.